Sema Bwana Yesu, wewe ni Mungu uliye hai. Asante kwa jioni ya leo. Wewe peke yako Bwana unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Jioni ya leo tuko mbele za uso wako katikati ya kusanyiko hili, maana neno lako linasema palipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina lako, na wewe Bwana upo katikati yao. Tunatambua uwepo wako, tunajua uko hapa, tunajua uko hapa, tunajua uko hapa, tunajua uko hapa, uko katikati yetu, katika jina la Yesu. Nasi tunanyenyekea, tunakuinua peke yako, unayestahili kuinuliwa, unayestahili kuabudiwa. Mioyo yetu inanyenyekea kwako jioni ya leo. Tuko tayari Bwana kusikia neno lako, tuko tayari Bwana kuleta hoja zetu mbele za uso wako jioni ya leo. Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa kuwa umetujalia kuwepo ndani yako, kwenye uwepo wako saa hii. Kwa jina la Yesu, jifunue sasa katikati yetu. Achilia nguvu zako, achilia uweza wako katika jina la Yesu. Achilia nguvu zako, achilia uweza wako katika jina la Yesu. Achilia nguvu zako, achilia uweza wako jioni ya leo kwa jina la Yesu. Namna ya kushughulikia vyanzo vya sauti inayopambana kuharibu imani yako na maisha yako kiujumla. Lengo la ujumbe huu ambalo pia ni lengo la kikongamano, moja, nilikwambia kuimarisha na kulinda imani iliyo katika hali ya kushambuliwa. Kuimarisha na kuilinda imani iliyo katika hali ya kushambuliwa. Imani za watoto wa Mungu katika siku za mwisho zinashambuliwa sana. Narudia tena, hili jambo liko serious, zinashambuliwa mno. Lakini mbili, kupata uelewa binafsi juu ya mbinu za kibibilia zinazokuwezesha kushinda na kuzima sauti zinazokupinga na kutafuta kukuondoa kwenye kusudi la Mungu. Hiyo ni mbili. Lakini tatu, nilikwambia ni kushughulikia hila au kuwa na uwezo, Mungu kukuwezesha kuwa na uwezo wa kushinda hila zote za adui zilizobebwa ndani ya sauti. Hila zote za adui zilizobebwa ndani ya sauti, na nitakueleza huko mbele. Kwenye hila hapa nikakwambia moja ya msisitizo ya Roho Mtakatifu, watoto wangu wengi wamenaswa na hila za adui zilizobebwa kwenye sauti. Yohana sura ya 5 mstari wa 25. Tuanzie wa 24 mpaka wa 25. Yohana sura ya 5 mstari wa 24 mpaka wa 25. Nazungumza kitu kinaitwa sauti. Na hapa ninachozungumza sahi, kwa dakika chache ninachoenda kuzungumza ni kile kilichobebwa ndani ya sauti. Kwa nini sauti inaweza kuharibu au kupambana kuleta uharibifu kwenye imani yako na maisha yako kiujumla? Ni kile kilichobebwa ndani ya sauti. Sauti inaweza kubeba uhai, sauti inaweza kubeba uzima. Yohana sura ya 5 mstari wa 24 mpaka wa 25. Maandiko yanasema, amini amini nawaambia, yeyote alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini amini, anarudia mstari wa 25. Amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Saa inakuja na sasa ipo, wafu watakaposikia
sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao kuwa hai. Nataka nikuonyeshe kwenye ule mstari wa 24, anasema alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia. Aisikiaye, alisikiaye neno, anazungumza juu ya kusikia. Lakini mstari wa 25 anafafanua zaidi, anarudia lile neno, amini amini nawaambia, amini amini nawaambia. Anasema saa inakuja na sasa ipo, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale wasikiao watakuwa hai. Sasa anazungumza nguvu ya sauti ya mwana wa Mungu inaweza kusikiwa mpaka na wafu, yaani wafu wanaweza kusikia. Hasa ukijifunza, unapofanya studies, unapofanya kujifunza kwa habari ya Biblia, Biblia inapozungumza wafu haimaanishi kufa kimwili peke yake, kwa sababu kiBiblia viko vifo vya aina nyingi, lakini aina 3 kubwa za vifo ambazo ndani yake zimebeba vifo vidogo vidogo. Kwa mfano, ukizungumza kwa habari ya mtu kuwa mfu, sio mpaka aondoke duniani. KiBiblia mtu kuwa mfu, kifo cha kwanza kabisa kinaitwa kifo cha kiroho, na hiki ni kifo kikubwa, kwa sababu mtu akifa kiroho anapoteza asili yake. Kwa jinsi ya nje unauona mwili, huyu mtu ni mtu amevaa mwili, lakini asili yake inapotea, kwa sababu asili ya mtu ni kwa Mungu. Mtu ametoka kwa Mungu, asili yake ni Mungu mtu. Kwa hiyo akisha kufa kiroho anapoteza asili yake, anatengana na asili yake. Kufa kiroho ni kutengana na Mungu, unapoteza mahusiano ya kiushirika, ile bondi, ule muunganiko kati yako na Mungu unapotea. Huyo mtu anakuwa amekufa kiroho, kufa kiroho. Kwa hiyo hawezi kumwona Mungu akiwa duniani, na kama ataendelea hali hiyo hiyo akafa mwili hali hiyo hiyo, kwa sababu kufa kiroho kunafungulia pia mpaka kifo cha kimwili. Akifa hivyo hivyo, kwa sababu kufa kiroho ni roho yako inatengana na asili yake, yaani inatengana na Mungu, roho yako. Kwa sababu Mungu alipoiumba roho yako, alipokuumba wewe, roho yako aliunganisha. Mtu wa kwanza alipoumbwa, roho ya mtu iliunganishwa na Mungu kimahusiano. Hasa anapokufa kiroho anatengana na asili yake. Kwa hiyo anaanza kuishi maisha ambayo sio maisha yake. Lakini kifo cha kimwili maana yake roho yako wewe inauacha mwili. Huu mwili unaachana na roho yako, uzima wa huu mwili. Huu mwili unauona unatembea leo kwa sababu kuna roho ndani inaosababisha pumzi, ili vitu vyote viende. Kwa hiyo unatengana na mwili wako, hicho ni kifo cha kimwili. Sasa mwanadamu, mtu alipoasi pale Eden, vifo vyote vitatu vilitokea: kifo cha kiroho, lakini kifo cha kimwili, alafu kifo cha tatu kinaitwa eternal death, kifo cha umilele. Sema kifo cha umilele. Na hiki ndio kibaya sana, kwa sababu kifo cha umilele ni kifo ambacho kinatokea baada ya kuwa wewe umetengana na roho yako. Kuna kifo cha pili ambacho kinaitwa kifo cha umilele, yaani hutakaa umuone Mungu milele. Maana yake wewe ndio jumla. Hiyo inaitwa direct proportion. Huwezi kumwona Mungu tena. Kwa hiyo roho yako inaenda mahali ambako haikutoka, na roho yako inaweza kujua inaenda mahali ambako haikutoka sekunde chache kabla ya kuondoka kwenye mwili huu. Roho huwa inajua.
na ndio maana inapiga kelele mno, inalalamika, haipumziki, inaenda mahali ambako sio asili yake. Ndio maana ukiwa hai hivi tunakwambia mpokee Yesu, muamini Yesu ili upate nini? Uzima wa milele, usikutane na kifo cha milele. Unasema nipo kwanza Bwana Yesu, nitamwamini mbele. Acha tu anibariki, lakini nitamwamini mbele. Sikiliza unakaribisha kifo cha umilele, kwa sababu hakuna ajuaye siku ya kuondoka. Ukiondoka tu alafu hukupokea uzima wa milele, maana yake umepokea mauti ya milele. Sasa Yesu anasema saa ipo, saa inakuja na sasa ipo, ambao wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu, na kila atakayesikia, anazungumza anasema, na kila atakayesikia sauti ya mwana wa Mungu, wale wasikiao watakuwa hai. Wale wasikiao watakuwa hai. Unapokuwa mfu wa kiroho, Biblia inaonyesha kwamba ili uhai wa kiroho uje, lazima sauti ya mwana wa Mungu ipenye ndani yako, usikie. Na ndio maana utaona mahimizo yetu mengi kwamba pata muda wa kusikia neno la Mungu, kwa sababu ndani ya neno la Mungu kuna sauti ya Mungu, kuna sauti ya Mungu, sauti ya Mungu. Kwa sababu mtu anaweza akawa ndani ya kanisa ameshaanza kufa, unasema mwalimu atakuwa kuokoka. Aliokoka. Kasome maandiko kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 uone. Anazungumza na kanisa la Mungu, anasema najua una jina la kuwa hai, lakini umefanya nini? Umekufa. Umekufa wewe. Anawaongea nao pale sio wapagani, watu waliookoka, watu walioko kanisani. Anazungumza na watumishi wa Mungu, anazungumza na kanisa lake. Ngoja nikusomee, kwa sababu nikizungumza habari ya mauti unaweza kusema hapo mwalimu aongei mimi. Anawaambia wale walioko ba. Sikiliza, hawa hawakuwa ba, walikuwa kanisani. Jina la Yesu libarikiwe. Nataka uone, unaweza kusema mwalimu anaongea na wazinzi wale wanaojiuza. Sikiliza, bora hata anayejiuza, kwa sababu akisikia injili anaweza akaokoka. Wewe uliyeko kanisani unaweza kufikiri uko salama, kumbe umeshaanza kufa. Jina la Yesu libarikiwe. Sikiliza, Ufunuo sura ya 3. Sura ya 3, kitabu cha Ufunuo sura ya 3, anzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 5. Anasema, au mpaka wa 6. Anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Angalia hili sentence, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. Maana yake wanaoandikiwa sio wapagani, hawa ni kanisa la Mungu waliookoka, wakajazwa na roho ndani, wakawa wanakusanyika, wakawa wanahubiri na injili, wakawa wanamsema na Yesu, wakawa wanamwimbia na Yesu, wakawa wanakana kwenye maombi, wananena na kwa lugha. Anasema liandikie hilo kanisa. Alafu anawaambia hivi, anasema liambie hivi, haya ndiyo anenayo yeye aliye na roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Analiambia kanisa, watu wa Mungu. Kanisa ni nani? Wewe uliyeokoka, unayesema na muamini Yesu. Ndiye anaambiwa hapa kwamba una jina la kuwa hai, unafanya vitu kama mtu aliye hai, unahubiri kama mtu aliye hai, unaomba kama mtu aliye hai, unaimba kama mtu aliye hai, lakini nayajua matendo yako unayoyafanya ni matendo ya watu walio hai, ila wewe umekufa. Anasema na najua matendo yako
ya kuwa una jina la kuwa hai. Unaelewa? Anaanza na matendo, kwamba matendo akiyaona namna hii, unafanya matendo kama ya watu walio hai. Unamtolea Mungu, unaimba, unahubiri, unawaambia watu waokoke, lakini wewe mwenyewe umekufa. Anayepima hizi standard nani? Yesu mwenyewe, mwenye kanisa, kwa sababu yeye ndiye kichwa cha kanisa. Sisi tukikupima tutakupendelea, tutaona namna unavyoomba, tutasema uko hai. Tukikuona unavyoimba tunasema wow, ana sauti nzuri, inaleta upako. Tunasahau kwamba Mungu anaweza akamtumia hata punda kuongea. Tunasahau kwamba Mungu anaweza tumia hata mawe kuimba. Tunasahau kwamba Mungu anaweza akatumia mpaka mlevi kuhubiri Injili. Hasa ile kwamba unahubiri Injili na wengine wanaokoka na wengine wanampokea Yesu, haina maana kwamba wewe uko hai. Ile kwamba unaomba mpaka mapepo yanatoka, haina maana ya kwamba wewe uko hai. Ile kwamba unafanya chochote cha kiroho, Mungu anayajua matendo yako, anasema una jina la kuwa hai, lakini wewe mwenyewe ukipimwa kwenye mizani ya Mungu umekufa. Sasa kifo anachozungumza hapa ni kifo cha kiroho, kwa sababu kuna saa unaweza kujaribiwa ukawa unajari kwamba, lakini si unaona ninavyoimba, unajitia moyo na kuimba, unajitia moyo na kuhubiri, si unaona ninavyofundisha jamani, yani nikifundisha mpaka watu wanakaa kusikiliza, wakitoka wanasema nimebarikiwa. Aha, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Hicho kinaitwa kifo cha kiroho. Mungu anakutumia lakini huna mahusiano na huyo Mungu. Una jina la kuwa hai lakini unakuwa umekufa, na utajiona kabisa. Unasema, mwalimu, nitajuaje kwamba sasa kweli nimeanza kufa kabisa? Utajiona. Zile nidhamu za kiroho ambazo Roho Mtakatifu anaachilia kwa watu walio hai huwezi kuwa nazo, ila unabaki na matendo, lakini tabia ya asili ya kiungu ndani huwezi kuwa nao. Kwa sababu ukibaki na matendo, ndio wale unakuta ni mtumishi mzuri, ni mwimbaji mzuri, lakini unamchukia mwenzako. Kuna watu hapa, nyinyi ni watumishi, mna vipawa vizuri, lakini tatizo lenu tu uongo. Kuna mtu ana kitu kizuri kabisa, lakini tatizo lake tu kiburi, uongo. Yani huwezi kukaa bila kumsemea mtu vibaya, lakini una kitu kizuri. Sasa wewe ni mtu wa kanisa, sawa, na Yesu anakutambua, lakini umekufa. Ndio maana angalia maandiko yanavyosema, anasema uwe mwenye kukesha. Unaelewa maana ya lile lugha ya neno uwe mwenye kukesha? Sio ulale kwenye mikesha usiku tu, kwamba naenda kukesha leo, nitakesha mpaka asubuhi. Hapa anamaanisha watch out, uwe macho, zinduka. Anazungumza ile consciousness ya kiroho, uwe mwangalifu. Sasa amua kuwa mwangalifu, amua kuwa macho. Maana yake kuna vitu unaviruhusu kwenye maisha yako, ndivyo vilivyoua. Sasa uwe mwenye kukesha, amua kuwa macho. Sio macho ya mwilini kwamba leo nimeamua nikae ninakesha. Unaweza ukawa umekaa kwenye mkesha namna hii, unasema niko kwenye mkesha ninakesha, Baba ninaomba, kumbe umeshalala, kiroho umelala. Yuko na mtu yuko kwenye mkesha alafu anawaza zina kwenye mkesha. Sasa unafikiri huyu anakesha au kalala? Kalala. Yuko kwenye mkesha anasema tu nikitoka hapa asubuhi watanikoma, ama zangu ama zao. Mimi sio wa kunichezea chezea. Ana hasira, ana uchungu. Alafu yuko kwenye mkesha, rababababa, unasema nilikuwa kwenye mkesha. Ndio unakuta mikesha hiyo haina hata matokeo kwenye maisha yako, kwa sababu anasema watch out. Maana yake kuwa macho, maana yake kuwa na ile consciousness kwamba nisilizike tu na haya matendo ninayoyaonyesha, nichunguze hali yangu ikoje. Anasema kuwa mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako ya kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Maana yake yamepungua.
pamoja na kwamba unajitahidi, lakini yamepungua. Anasema basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala utaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sadi, watu wasiotia mavazi yao uchafu. Ukiokoka unavalishwa vazi, na Mungu anakusudia usilitie uchafu. Sasa anasema una majina machache. Yaani kanisa lina watu wengi, lakini anasema una majina machache, watu wasiotia mavazi yao uchafu. Alafu anasemaje? Anasema nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake. Angalia hili neno, sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Sio walevi, sio mapagani, makanisa. Kwamba watu wana majina ya kuwa hai lakini wamekufa. Sasa wanaponaje? Wanaponaje? Kwa sababu pale anasema kumbuka ulivyosikia, vile ulipopokea imani, kumbuka ulivyosikia. Alafu anasema ukaangalie ni wapi ulipoanguka ukatubu. Maana yake ukatathimini mwenendo wako na maisha yako, uangalie mimi niliangukia wapi, alafu uweze kutubu. Kumbuka ulivyopokea, ulivyosikia. Kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Neno yashike maana yake yazingatie. Neno yashike maana yake tii hayo na kutubu. Kutubu ni kugairi, kutokuendelea na yale maisha ulikuwa ukiendelea nayo. Kutubu sio maombi. Bwana asifiwe. Kutubu sio maombi, sio kuomba. Kutubu ni kugairi, kutoendelea na yale maisha ambayo ulikuwa ukiendelea nayo. Unagairi, unageuka kifikra, unageuka kimtazamo, unageuka kitabia, kwamba sitaki kuendelea vile nilikuwa naendelea. Anasema lakini lazima ukumbuke jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, ukatubu. Sasa swali linakuja, anakuwaje hai? Ndio pale Yesu anasema saa inakuja, sasa ipo, wafu watakaposikia sauti yangu, na yeyote atakayesikia atapakwa nini? Atakuwa hai. Atakuwa hai. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unagundua sauti ya Mungu inapokuja kwenye maisha ya mtu imebeba uhai. Kama mtu ataisikiliza, kasome Biblia, kila kitu kilichokuwa kimekufa kiliposikia sauti ya Mungu kiligeuka kuwa hai. Matumaini yaliyokufa yakisikia sauti ya Mungu yanageukaga kuwa hai. Kasome maandiko, hata Lazaro kutoka kaburini aliitwa ili sauti ya mwana wa Mungu iende kaburini, na ile sauti ilipotoka mtu aliyekufa alitoka akawa hai. Kasome maandiko, kwenye Ezekieli anasema Mungu anamwambia iambie mifupa, itabilie mifupa, itabilie. Unajua maana ya itabilie? Kutabiri maana yake usiongee maneno yako, ongea neno ambalo Mungu ameweka ndani yako. Ongea neno ambalo Mungu ameweka kwenye kinywa chako. Hauongei ya kwako, unaongea kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo anasema itabilie, maana yake itamkie kile nilichoweka ndani yako. Alafu anamwambia iambie hiyo mifupa. Biblia inasema akaitabilia. Akaiambiaje ile mifupa? Lisikie neno la Bwana. Akaanza kuitabilia, anaitabilia. Kuitabilia maana yake anazungumza, ana confess, anatamka kile ambacho Mungu ameweka kwenye kinywa chake. Maana yake kwa lugha nyingine, anachokitamka ni kile cha Mungu, ni sauti ya Mungu inapita kwenye kinywa cha nabii. Ndio maana unasikia kila kitabiri anagonga muhuri kule mwishoni, asema Bwana wa majeshi. Maana yake sio asema Ezekieli, asema Bwana wa majeshi.
Kwa lugha nyingine, asema Bwana wa majeshi, maana yake siongei mimi, mimi ni chombo kimepitisha sauti yake kukufikia. Akaitabilia ile mifupa. Biblia inasema sauti yake baada ya kuitabilia, upepo ukaja ukutoka mashariki na magharibi ukazunguka. Afu Biblia inasema mahali pale kulitokea mshindo mkuu. Unaelewa maana yake nini? Biblia inazungumza, inasema ile pepo ulipokuja ukaipa pumzi, kwa sababu alipoitabilia ilikuwa ni mifupa, nyama zikatokea, mishipa ikatokea, jeshi likainuka, lakini halina uhai. Upepo unakuja kama ishara ya Roho Mtakatifu, unakuja kufanya nini? Kuipa pumzi. Ndio maana watu wengine wanasema, mwalimu unaongea kitu gani? Sikiliza ninachotaka nikwambie. Wakati Petro ameitwa kwa Kornelio, Biblia inasema hakufika akaanza kuomba. Alipofika wakamwelezea namna ambavyo malaika alitumwa kutoka kwa Mungu akamwambia Kornelio. Maandiko yanasema Petro akaanza kutamka neno la Bwana, akaanza kuambia neno la Bwana. Alipokuwa akiwaambia, ghafla nyumba nzima wakajazwa Roho Mtakatifu. Unasema, mwalimu maana yake nini? Alikuwa akiwaambia neno la Bwana, lakini ndani ya lile neno kulikuwa na sauti ya Mungu. Kwa hiyo wale watu wanaosikiliza wakawa wanapokea ile sauti, ghafla Roho wa Bwana akawajaza wote. Unasema, mwalimu unataka kuongea kitu gani? Maana yake ninachotaka kukuambia ni huwezi kuwa hai kiroho bila Roho wa Bwana. Sauti ya Mungu inapokuja ndani yako imebeba roho. Nisikilize, nataka nikupe mifano hii. Kama hii sauti tuliyosoma hapa ilikuwa imebeba uhai, sauti ya adui imebeba mauti, imebeba uharibifu, imebeba kifo. Unasema, mwalimu unapata wapi? Ukianzia toka kwenye Mwanzo, maandiko yanazungumza wapi? Alipokuwa akipewa maelekezo Adam aliambiwa moja ya kitu hataki kufanya, kula matunda ya mti wa katikati. Baadaye akaletewa mke. Alipoletewa mke akampa maelekezo ambayo Adamu alisikia kutoka kwa Mungu. Na ndio maana unisikilize, kwenye kundi au mahali popote, au iwe ni kwa mchungaji au mtumishi wa Mungu, Mungu akikupa maelekezo wewe alafu ukawapa watu wengine waliopewa wakakosea, Mungu anaweza asiadhibu hapo hapo, kwa sababu hawa wamepewa kupitia wewe. Lakini ukikosea wewe ambaye ulipewa, kumbuka Eva alipokula tunda hakukutokea chochote, lakini alipokula na Adam akashawishiwa, Adam naye akala, ndipo ghafla matokeo ya kosa yakaonekana. Na kwenye familia ni hivyo hivyo. Mama anaweza akawa ameokoka, baba bado hajapata neema ya wokovu. Kuna vitu Mungu anazungumza na mama kwenye ngazi ya familia, ingawa kikawaida alitakiwa azungumze na baba. Kwa ile kwamba mama, kuna vitu Mungu anazungumza na wewe, usifikiri imetosha, bado unatakiwa kuomba mzee naye apate neema ya wokovu. Na hata kama hajaokoka, basi Mungu awe anazungumza naye, amletee hata ndoto, kwa sababu kuna vitu Mungu anazungumza na kichwa. Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka ule wa 15 anasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto na katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Sasa angalia, anasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hajali. Na anazungumza Mungu anaponena mara moja hata mara ya pili mtu hajali. Angalia, anasema katika ndoto. Anaponena ananena pia katika ndoto. Kwa hiyo sauti ya Mungu inapokuja, usije ukafikiri saa nyingine utaisikia tu kwenye neno peke yake. Mungu anaweza kuongea na wewe kwenye ndoto. Kuna ndoto zinakuja ndani yake zimebeba sauti ya Mungu ya kukuletea. Lakini wakati huo huo, angalia upande wa pili, sura ya 4 mstari wa 13, katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu, hofu iliniangukia na kutetemeka, iliyotetemesha mifupa yangu yote. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu, na nywele za mwili wangu zilisimama. Hivyo pepo ilisimama kimya, nisiweze kutambua sura zake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu,
kulikuwa na kimya, nami nalisikia sauti ikinena. Sasa angalia sauti iliyokuwa inanena, mstari wa 17. Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Je, mtu atakuwa safi kuliko muumba wake? Sasa sauti inayonena hapa ni sauti ya nani? Angalia anachosema, angalia, na inanena hoja nzito nzito. Je, mwanadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Je, mtu ni safi, mwanadamu ni safi kuliko muumba wake? Maana yake inajaribu kumhukumu kwamba haya unayopitia ni kwa sababu ya maovu yako na uchafu wako, wala usijipe haki kwamba una haki kuliko Mungu. Sasa angalia sentensi hizi, anasema huyu Ayubu, anasema katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku. Maono ya usiku maana yake ndoto, njozi ambazo zimebeba ndoto, yani ni ndoto, mtu amelala alafu analetewa picha kwenye ndoto. Maono ya usiku, ukisikia maono ya usiku, ukisikia njozi huwa haiji kwa maneno tu, inakuja na picha, unaona matukio, unaona ni kama filamu unaiona. Maono ya usiku, anasema katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku. Kwa hiyo unagundua ndoto huwa inaweza kuleta wazo ndani ya mtu. Anaota alafu anapokea na mawazo ndani ya roho yake na ndani ya nafsi yake, na ndio maana mwingine akiamka haimwachi, kwa sababu alipoota tu na mawazo yaliingia. Hasa kama ni ndoto ambayo Mungu amepitisha sauti yake, angalia kinachotokea. Mawazo yanamwingia yanayompa tumaini, yanayompa nguvu. Lakini kama ni ndoto ambayo shetani amepitisha sauti yake, angalia kinachotokea. Kwanza inamletea hofu, inamletea kuogopa, anapoteza ujasiri. Angalia anachosema, anasema katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito waangukiapo wanadamu, hofu iliniangukia na kutetema. Kilichosababisha ingiliwe hofu imwangukie ni baada ya kuona yale maono, alafu mawazo yakamwingia. Jina la Yesu libarikiwe. Alafu anasema yale maono ya usiku, anasema hapo usingizi mzito, manake amelala kabisa. Anasema hofu iliniangukia na kutetema, iliyotetemesha mifupa yangu yote. Unaelewa maana yake ni? Ndio nasikia mtu mwingine ametetemeka usingizini mpaka mifupa, akiamka asubuhi anasikia ugonjwa wa mifupa. Anasema mifupa yangu baada ya miezi miwili imeanza kuleta shida. Anaenda hospitali kutibiwa, wanampa diclofenac za kunywa maumivu alale vizuri, lakini ukitafuta ilipita kwenye ndoto. Ile hofu ilipoingia, kwa sababu hofu ni mlango. Hofu inaweza ikawa mlango wa ugonjwa, hofu inaweza ikawa mlango wa mauti kwa mtu. Ndio maana kuna mtu aliumwa kwa sababu ya hofu. Kuna mtu aliumwa BP kwa sababu ya hofu. Kuna mtu mwingine ameumwa mpaka kisukari kwa sababu ya hofu. Kwa sababu hofu inafunguaga mlango. Hofu ni kinyume cha imani. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema hofu ikatetemesha miguu yangu. Alafu anasema ndipo pepo ilipopita mbele yangu. Pepo, unalifahamu pepo? Pepo likapita, yuko usingizini analiona pepo linapita. Anasema lile pepo lilipopita, anasema hivi, na nywele za mwili wangu zilisimama. Ndio ile mtu hadi anatoa jasho, yaani umelala hivi unaona mtu ana sweat. Nywele zimesimama, pepo si limepita. Alafu anasema hivyo pepo ilisimama kimya. Manake pepo lilipopita hivi likasimama kimya, nisiweze kutambua sura zake. Anasema mfano ulikuwa mbele ya macho yangu, kulikuwa na kimya. Sasa wakati kuna kimya, anasema nami nalisikia sauti ikinena. Yani kuna kimya, anasikia sauti inanena, na ile sauti imekuja kunena. Kumbuka huyu mtu anapitia kwenye jaribu, anaumwa, ana maupele mwili mzima, ana vidonda, anaumwa, amefikia mahali kwenye sura ya 3 analaani mpaka siku aliyozaliwa. Lakini usiku anaota njozi baada ya kupoteza matumaini. Huoni hiyo ndoto akiota wakati akiwa na matumaini kwenye sura ya 2? Mke wake anajaribu kuongea, anamwambia tupate mema na tusipate na mabaya. Anasema katika hayo yote Ayubu hakumkosea Mungu.
anapita kwenye jaribu, ni mtu wa Mungu, anaumwa, mali zote zimeisha, kondoo ameisha, nini imeisha, na magonjwa yamempata, hajui afanye nini. Alipoanza kuilaani siku yake kwenye sura ya 3, sura ya 4 analetewa ndoto, sababu adui anasubiri ufungue mlango ili akuletee. Analeta ndoto, yale maono ya usiku anayaona, alafu mawazo yanamuingia. Mawazo yalipomwingia, hofu ikamwangukia, ikatetemesha mpaka mifupa yake, anatetemeka mpaka mifupa. Ndio nasikia mtu ameingiliwa na ugonjwa wa kutetemeka kwenye mifupa. Unasema huyu mtu amepata kiharusi. Kauliza watu wanaopata kiharusi, usifikiri kila mtu amepata kiharusi hivi hivi. Mwingine kapigwa kwenye ndoto. Alafu anasema ndipo nilipoona pepo limepita mbele yangu kwenye ndoto. Alafu anasema nywele zikanisimama. Alafu ndipo kukawa na kimya. Alafu ghafla anasikia sauti ikimwambia, mwanadamu awe na haki kuliko Mungu. Manake imekuja kupoteza matumaini yake yote aliyokuwa nayo. Kwenye sura ya 3 ameshaanza kupoteana, na laani mpaka siku aliyozaliwa. Hii ya sasa inakuja kupoteza. Anazungumza, sauti ile ikazungumza, na unajua ile sauti haikufanikiwa sana, kwa sababu ilikuja na sauti ya marafiki zake pia baadaye. Sauti ile ikazungumza, anasema nalisikia. Ndio maana unasikia mtu mwingine ametoka kwenye maombi, Baba nisaidie, alafu akienda kulala anasikia sauti inamwambia, wewe kwenye familia yenu kwanza wachawi, mnaabudu miungu, utafika wapi? Angalia, kaka yako aliwahi kujitahidi kuwa mchungaji na uchungaji ameuacha, utaenda wapi? Alafu kama kwenye familia yenu miungu inapigaga ndoa, inakwambia angalia ndoa ya shangazi yako, angalia ndoa ya mama yako mkubwa, angalia ndoa ya baba yako, angalia ndoa ya fulani, wote wameishi hapo. Unafikiri unaenda wapi? Unaenda. Alafu unaamka pale asubuhi, sema kweli. Mwalimu unaongea nini? Nataka nikuonyeshe nguvu ya sauti inavyoweza kuharibu imani yako. Na wengi hapa mnaomba lakini hamna hata imani na maombi mnayoomba, kwa sababu kuna sauti zilishatangulia zimeua. Wangapi wananielewa ninachosema? Hebu kama umenielewa hapo sema amina. Saa nyingine umekaa hivi, sauti inakwambia kabisa, acha utumishi, acha hivi, inakueleza. Saa nyingine sauti inakujia inakwambia, unaona watu wanavyokutazama, wanakuzalau sana. Sauti. Na wewe ukikurupuka tu, kweli watu wananizalau. Sasa hata wakikuzalau watakupunguzia nini? Watakuongezea nini? Sasa hizo sauti hizo ndio zimebeba nguvu ya mauti. Na ndio maana Roho Mtakatifu anatuletea ujumbe kwenye hili kongamano, ili tujue namna ya kupambanua na kushughulikia hilo sauti, kwa sababu wengine hizi sauti ndio zimewaweka kwenye vifungo, wengine hizi sauti ndio zinazozuia mambo yao, wengine hizi sauti ndio zinazimisha moto wa maombi, wengine hizi sauti ndio zinazuia hatua zao za kifamilia, hatua zao za kiuchumi, hatua zao kwenye maisha yao. Zimebaki mahali pamoja, lakini ukifuatilia ni sauti. Na mimi niko hapa kukwambia, sijatumwa kuja kukufurahisha, nimetumwa nikuletee neno la Bwana linalokutoa mahali kabisa. Niko kukwambia kwa ujasiri. Ziko sauti nyingine hadi zinakuchallenge, zinakwambia sawa umetubu, kwa hiyo unafikiri ndio dhambi zako zimeondoka sasa. Umeona sauti za namna hiyo? Unakaa hivi, umetoka kwenye maombi afu unasikia pamoja na kutubu unafikiri yale ya mambo ndio yameondoka sasa. Wewe ulifanyaga hivi, ndio ilikuwa naambiwa Ayubu hapo. Unafikiri mwanadamu awe na haki kuliko Mungu? Maana yake imekuja kuua matumaini yake, imekuja kuua imani yake, imekuja kuua ajione yeye hafai. Kuna sauti zinatembea ndani ya watu zinawafanya wajione wao hawafai, na zinawatafsiri wengine kwa sababu ya uchumi kwamba unaona una kitu wewe, huna lolote wewe, hakuna mtu anayekuona. Kwa nini? Zikuonyeshe hufai, na maisha yako yatabaki hivyo, na familia yako itabaki hivyo. Nipo hapa kukueleza, hakuna mtu aliyeletwa na Mungu duniani kwa bahati mbaya, na wewe ni mmoja wapo, na ukiona Mungu anakuacha hai namna hii, ana mpango na
wewe, ana makusudi na wewe, anakuwazia mema. Hautakaa hapo milele. Iko sauti ya Mungu ambayo huwa inaleta uhai, huwa inaleta uzima, huwa inaleta matumaini, inafanya vilivyokufa viwe hai. Na mimi ninasema na uwe hai katika jina la Yesu. Kila tumaini lililokufa lianze kunyenyuka leo katika jina la Yesu aliye hai. Kama unanielewa sema amen. Unakubalije tu sauti zinakumaliza? Usimalizike, usimalizike. Ukishindwa kuomba lia basi, ukishindwa kuomba lia. Ndio maana kwenye kanuni za mabadiliko tunasema ukishindwa kupiga hatua kutembea, basi tambaa. Kwa sababu hatua ya kwanza tunasema huu ni wakati wa kupaa. Ukiona Mungu anakupa nguvu, paa, sababu muda ni mchache. Paa, fanya kazi kama unapaa vile. Paa. Umeshindwa kupaa, kimbia. Umeshindwa kukimbia, tembea. Umeshindwa kutembea, jisukume basi hata kidogo. Umeshindwa kujisukuma, tambaa. Umeshindwa kutambaa, jiburuse ili hatua tu ionekane. Na kwenye maombi tunasema umeshindwa kuomba, kusema Mungu wewe niko hapa, ongea. Umeshindwa kutamka, lia. Maadamu tu ufanye kitu, usinyamaze kimya. Lia, mwambie Mungu mimi sina maneno. Lia kabisa, lia. Ulie mpaka kilio chako kisikike. Kaseme maandiko, kwa sababu ajili alikuwa amekata tamaa, analia. Ghafla malaika akatokea, akamfungua macho. Alafu ghafla mahali penye ukame jangwani akaona kisima. Hajiri. Unaona Mungu asivyomtupa mtu. Unaweza ukatengwa ukaenda paka jangwani, alafu Mungu akafungua macho yako ukiwa jangwani. Ndio maana usijikatie tamaa. Kwa nini umekubali sauti nyingi zikuvuruge? Kwa nini umekubali sauti zikuamulie maisha? Kwa sababu sauti unayoipa nafasi ndio inaoongoza maisha yako. Sauti unayoipa nafasi ndio inaoleta na vitu ilivyobeba. Sauti haiji hivi hivi, imebeba vitu. Na sauti nyingi tulizozipa nafasi zimebeba nguvu ya uharibifu kwenye maisha yetu. Zimetuletea mawazo ya kutisha, zimetuletea hofu, zimetuletea mashaka, zimetuletea kukata tamaa, zimetuletea kujiona hatufai, zimetuletea kuona kuwa tumefika mwisho, hakuna maisha tena. Kumbe sauti ya Mungu ingekuja, tungeipa nafasi, na kuambia ingekuonyesha kwamba bado ziko package kwenye maisha yako ambazo nataka kukuonyesha kwenye uzee wako, kwenye ujana wako, kwenye umama wako huu. Nataka nikuonyeshe. Oh mandaraba, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Wangapi wananielewa nachosema? Wangapi wananielewa nachosema? Nataka tuombe mbele za Mungu. Nataka tuombe mbele za Mungu. Simama kwa miguu yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Mandaraba shandaraba. Funika macho yako. Ninasikia ndani. Nasikia ndani kabisa. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Wewe ndiwe Mungu liye hai. Umeongea nami, umeongea na watoto wako, umeongea na watumishi wako hapa, umeongea na watu wako, umeongea na wanawake, umeongea na wakina baba, umeongea na vijana, umeongea na watoto waliofika hapa, umeongea na kila mtu. E Bwana, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya kibali chako. Ni neema iliyoje e Bwana kutupa siri zako hizi, kuongea nasi. Umezungumza, nafsi zetu zimesikia. Umeongea maisha yetu ambayo yanatokea kila siku. Asante kwa pendo lako ambalo unalifunua e Bwana kupitia kongamano hili. Umezungumza juu ya hatima zetu. Umezungumza e Bwana juu ya hali zetu za kiroho. Ni nani angeweza kusema haya isipokuwa ni wewe, Roho wa Bwana? Saa imefika sasa, watoto wako
tuko mbele zako, mioyo yetu imenyenyekea kwako e Bwana. Oh, tunafungua mioyo yetu ili wewe upate nafasi ya kutusaidia, ya kutusaidia, ya kutusaidia, ya kutusaidia. Roho Mtakatifu, ni nani anaweza ponya moyo wa mwanadamu uliojeruhiwa na kuumizwa kiasi hicho? Ni nani anaweza kuondoa hivyo vidonda? Ni nani anaweza kurejesha maisha ya mtu ambayo yamefungwa, yameharibiwa, yameuawa? Ni nani isipokuwa wewe? Asante e Bwana. Oh, wewe unajua kwamba wale waliokuwa na vipawa vizuri namna vilivyo najisika, na adui anashangilia, na adui anafurahia, anasema huyu ndiye walimuona kwamba kwenye familia yao wameokoka, sasa ninamharibu, sasa ninamzuia. He Mungu ria hai, kwa kuwa umempa nafasi, kwa kuwa umempa neema ya kuzulia ibada ya leo, hataharibiwa, hatazuiliwa. Iko sauti yako jioni ya leo inayokwenda kumtoa kwenye hayo mazingira, kwenye hiyo hali, kwenye hiyo hali. Hatakaa nyuma tena, hatakaa arudi nyuma, kwa sababu sauti yako ina nguvu ya kumsimamisha, ina nguvu ya kumwinua, kwa jina la Yesu aliye hai. Nyanyua mikono yako juu, funika macho yako. Ninapokuongoza ya maombi ya toba na matengenezo, fungua moyo wako, maanisha kabisa kwamba Mungu, nataka kurudi kwenye asili yangu ya kimahusiano na wewe. Nitembee na wewe, niishi na wewe, hata mahali ambapo hakuna mtu anayeniona, lakini nitakuwa na wewe, nitaishi na wewe. Maisha yangu yazaliwe upya ndani yako, uwepo wako urejee kwenye maisha yangu, utukufu wako uongezeke kwenye maisha yangu, dhambi siwepo, uovu siwepo, kilichokufa kikawe hai. Mwambie Mungu, ninatubu kweli, ninatubu kweli, na maanisha kutubu kweli. Wengine unakuta kinywa chako tu ndio kimekuingiza kwenye mtego wa kukuondolea uzima wa kiroho, wala sio makosa makubwa. Wengine ni vitu vidogo tu vimekuvuruga. Nataka tumwambie Mungu hapa, nitakapoongoza haya maombi, wengine utaona nguvu ya Mungu ikipenya ndani yako. Wengine kuna maroho yanashambulia mifumo ya maisha yako, wala shida sio maroho. Maroho hayana nguvu isipokuwa umepoteza asili yako. Asili yako ndiyo inayokupa ulinzi. Asili yako katika Mungu ndiyo inayokupa ulinzi. Asili yako katika Mungu ndiyo inayosababisha ustawi. Kwa hiyo unapotubu namna hii, unarudi kwenye asili yako, ili usionewe, ili usinyanyasike na wachawi na giza na mapepo. Yasiwe na sauti kwako, watu wa Mungu, yasiwe na sauti kwako. Wewe sasa hivi unatakiwa urudi kwenye asili yako, ili uwe ufunguo kwa wengine, ili uisaidie familia yako. Kama na wewe ukishindwa, nani atawasaidia sasa? Nani atasaidia ukoo wako? Nani atasaidia familia yako? Nani ataponya watoto wako sasa? Nani atasaidia? Nani atakuwa baraka kwa kanisa lako kama na wewe ukishindwa, ukipoteza asili? Nani atamleta Mungu kwenye familia? Nani atamleta Mungu kwa watoto wako? Nani atamleta Mungu kwa wazazi wako? Nani atamleta Mungu kwenye familia na kwenye ukoo? Ni nani atamleta sasa kama na wewe ukashi andarabasa? Ninaiona pumzi mpya. Kuna mtu wa pumzi mpya inaingia, uhai unaingia kwenye nafsi kabisa. Mauti haitakuwa na nguvu wala sauti ndani yako. Ninaona pumzi mpya ya kusababisha uhalisia wa kiroho. Huyo Yesu uliye naye, je, ni mtoto? Hana nguvu? Kwa nini maisha yako yawe dhaifu? Kwa nini yawe dhaifu? Kwa nini yaonewe wakati Yesu alishinda? Wakati Yesu alishinda, jamani, kwa nini maisha yako yawe dhaifu? Asili yako inarejea.
asili yako inarejea. Nyanyua mikono yako, funika macho yako kule nyuma, paza sauti yako, sema Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe unayajua maisha yangu, wewe unayajua maisha yangu, wewe unajua kwenda kwangu, wewe unajua kulala kwangu, wewe unajua kuamka kwangu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa neno lako mchana wa leo na jioni ya leo. Asante Bwana kwa kuongea nami. Umeongea nami, umeongea na mimi, umeongea na mimi jioni ya leo. Jioni ya leo nimeinua mikono yangu, shala ya kunyenyekea, shala ya kuhitaji msaada wako, msaada wako jioni ya leo. Bwana, siwezi kujiokoa, siwezi kujiokoa. Kwako ninasalenda, kwako ninasalenda. Ninatubu Bwana, ni kweli kabisa nina jina la kuwa hai, lakini maisha yangu yamekufa, yamekufa. Jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba. Ninatubu Bwana juu ya uovu, juu ya makosa, juu ya dhambi nilizozifanya. Wewe Mungu unajua mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Ninanyenyekea kwako jioni ya leo, jioni ya leo. Nirehemu Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana kila unajisi niliyojiwekea mwenyewe kwa mawazo yangu, kwa maneno yangu, kwa uchungu na hasira, kwa matendo mabaya niliyoyatenda. Bwana, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, unirejeshe uo uhai, uo uzima wa kiroho kuanzia leo, kuanzia leo, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Bwana, takasa moyo wangu, takasa roho yangu, takasa na mwili wangu jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Niondolee uovu, niondolee dhambi, niondolee makosa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, Roho Mtakatifu, pata nafasi ndani ya roho yangu, ndani ya roho yangu, ndani ya roho yangu, ndani ya moyo wangu. Kuanzia sasa, achilia ndani yangu nguvu ya wokovu. Niokoe, niokoe, unitenge na uharibifu na dhambi na makosa na uovu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Fungua moyo wako mbele za Bwana. Mungu akisamehe anasahau kabisa.
na msamaha wake umebeba ukombozi ndani yake. Mungu akisamehe anasahau, na msamaha wake umebeba ukombozi kwenye maisha yangu. Kuna nafsi hazitashikiliwa tena na makosa na uovu. Uhai utaingia. Kuna watu tunapoomba haya maombi, magonjwa yataondoka kwenye maisha yao, maonezi yataondoka, vifungo vitakatika, laana zinaondoka, nyota zilizofifia zitang'aa tena, maisha yaliyochafuliwa yanatakasika, na nguvu ya Mungu inapenya ndani yako kwa upya mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma kabisa. Sema, e Mungu ria hai, asante kwa kunisamehe katika jina la Yesu. Asante kwa kunirehemu. Sauti yoyote niliyowahi kuitii, iwe kwa njia ya ndoto, iwe kwa njia ya mawazo, jioni ya leo ninaikataa kabisa, ninaikataa kabisa. Na kila sauti iliyopata nafasi kwenye maisha yetu, kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, sauti yoyote, sauti yoyote, sauti yoyote, sauti yoyote, sauti yoyote iliyobeba mauti, iliyobeba wasi, iliyobeba mateso, iliyobeba mkwamo kwenye maisha yangu, hiyo sauti jioni ya leo, achia nafsi yangu, achia mawazo yangu, achia mawazo yangu, na roho yoyote na nguvu yoyote ya uharibifu iliyopenya kupitia sauti hiyo, nguvu inayozofisha maisha yangu ya kiroho, maisha yangu ya kiuchumi, maisha yangu ya kifamilia, hiyo nguvu inayoweka mpaka ili nisivuke, ili nisiendelee mbele, ili nisipige hatua, jioni ya leo, jioni ya leo, ewe nguvu, ewe roho, ewe roho, ewe uharibifu, jioni ya leo, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia maisha yangu, kuanzia sasa, 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 kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Yes, endelea sasa, fungua kinywa chako kule nyuma. Usihangaike na mtu, usihangaike na mtu, wahudumu watahangaika naye. Fungua kinywa chako. Hiyo sauti inaokwamisha watoto wako, hiyo sauti inaomkwamisha huyo kijana, hiyo sauti inaomkwamisha huyo binti, hiyo sauti inayokwamisha hiyo familia, hiyo sauti inayokwamisha, yes, mpaka kule nyuma, yes, yes, yes. Omba, omba, omba. Usikae mahali pamoja, mwambie Bwana nisaidie. Usikae mahali pamoja, mwambie Bwana nisaidie. Kando robo sanda raba koraba saya rimanda raba saka ya taraba kora, kwa damu ya Yesu,